Mwalimu Sidi na kidogo ukienda bunge la Jacaranda, sisi tumefungua hiyo bunge. Tumeanza pale Jacaranda mpaka mahali penye imefika ni sisi tumeifanya ikuwe vile iko. Kwa hivyo mimi ni mwalimu UDA. Sisi ndo tulianzisha chama ya UDA tukiitwa Tangatanga wakati huo na Uhuru Kenyatta. Wakati tulianza Tangatanga watu walitudharau sana. Lakini leo hii sisi ndo tumetengeneza serikali ambayo tuko nao saa hii. Kwa hivyo nikiwa hapa nasema ni tuta. Hii si ati nini ni tuta. Na tutawapatia sababu kwa nini tunasema tuta. Now, jambo la kwanza nasikia kwamba kuna mada mbili ambazo tunazungumzia mahali hapa. Ya kwanza ni hii ya ODM na kina Sifuna pale Tononoka. Tuliambia watu na nimekuwa nikiambia wananchi wa Kenya kwamba chenye Sifuna anafanya ana interest ya Mkenya wa kawaida. Sifuna anadanganya Wakenya haswa vijana wadogo ambao wanajiita Gen Z. Sifuna kama ni mwanaume na ametosha kabisa kwamba anataka kuwa mwanasiasa na aongoze Kenya, atoke na aenda tete chama chake ambacho watu wataenda kufuata. Sio kwamba watu fulani ambao wanamdanganya wanamfund conference zake ambazo anakuwa funded na serikali, anakuwa funded na Uhuru Kenyatta. Na hiyo tunajua. Uhuru Kenyatta ndio anafund Sifuna ile mambo anafanya. Na tumekuwa tukimwambia na si leo wala jana na si kesho tunamwambia, tumekuwa tukimwambia kila wakati. Kwa hivyo acha kudanganya Wakenya. Wakati huu Wakenya wamerevuka na wanajua what to do and what time they are supposed to do at what time. Kwa hivyo tunasema kwamba Sifuna anafanya ni kitu ambacho anatafuta sympathy kutoka kwa Wakenya. Yeye juzi amesema kwamba akiwa pale Mfangano House, amesema kwamba cannot work under Oburu Odinga. Chama cha ODM si ya Sifuna, chama cha ODM kilikuwa chama cha baba na alikufa akijua kwamba one day akikufa ataachia nani? Na anaachia ndugu yake ambaye ni Oburu Odinga. Sifuna hajaunda chama yake. Aenda tena chama na tuite pale Buhungu Stadium pale Kakamega. Sisi kama Waluhya tuende pale. Na atuambie kwamba nimeunda chama chake na mwelekeo wa chama chake ni hii, tutafuata yeye. Lakini asituambie kwamba is not working with ODM, then is not telling us where are we going. So nataka watu waende wapi? Chama cha ODM ni chama kikubwa ambacho kiko hapa nchini, hapa Kenya. Na kiko na wafuasi. Yeye wakati baba amekuwa chini ya ODM, amekuwa chini ya Raila Odinga. Leo hii wakati Raila Odinga amekufa anataka kujifanya kwamba how disloyalty he is kwa chama. Kwa hivyo yeye tunasema kwamba aondoke, na akiondoka in fact ameshaondoka kitambo. Amedanganya mtu anaitwa Osotsi. And that's the one nimekuwa nikisema kila wakati kwamba high time wa viongozi wa Luhya we are losing the direction. Why are we losing the direction? Huyu mtu umekuwa kwa chama, Sifuna amesimama pale Kandui miaka mingi na amekuwa akianguka. Hajaipata. Raila alimuonea sympathy hapa Nairobi akapatiwa chama akapita Nairobi. And that's what I'm insisting kwamba if Sifuna feels kwamba ako na umaarufu asimame na chama ya DCP akashagwa hapa Nairobi tuone kama atapita senator. If he can make it. He cannot even make it. Na atapewa Jalango peke yake. Jalango peke yake ataosha huyu kijana. And is wasting time. And hizo tunasema Waluhya, viongozi wa Waluhya sasa zingine why we being cheated na viongozi fulani. Maana tumekuwa na yeye pale ameanguka kiti. Tukampatia chama kuwa secretary general wa UDA. Hapa Ngong Road. Ndio huyu anadanganywa na pesa kidogo alikuwa ukue deputy party leader wa chama kingine ambaye ijulikani ya kushika masikio. Leo hii anangangana kushika masikio ya panya yenye yesi shika. Another why they wasting Kenyans. Mwingine tukampatia chief whip wa UDA in the Senate anaitwa Khalwale ndio anapotea pale. Hata kiti ya 2027 we never even see it. And that's why tunasema kwamba it's high time watu ambao watatoka katika Mlembe Nation we need to think twice about the leaders ambao tuko nao katika uongozi. We want people ambao watatupeleka mbele next direction. Leo hii we are supporting William Samoei Ruto because we know Ruto will give us the leadership 2032. And then tunasema kwamba we are behind Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi will be our next king president of this republic. And then we can't even try to bank on that one. That's a very, it's a sure bet. And that's what tunasema kwamba we want to be behind our leaders ambao katika leadership, and that is Masika Wetangula and Musalia Mudavadi. And that's where we are. Mambo mengine yote hataki kujua penye itakuwa. So mambo na ODM na mambo na uongozi wa Luhya
Sisi tunajua kama watu wa Mlembe, our leader is there are two people, Musalia Mudavadi and Masika Wetangula. That's the people we are following. Hakuna mtu mwingine. Hao watu wengine wote wanataka kutumiwa na viongozi. And we don't want people to be used. We don't want people to be used. Chama cha DAP si cha Waluya. Chama cha DAP kilikuwa ni chama cha Uhuru Kenyatta. Wakati alikuwa na kina Wafula wa Munyinyi wakisukuma wakitaka kufukuza Wetangula from the Fort Kenya, and we know the history of this Kenya. And that's why tunasema kwamba sisi ambao tunafuatilia siasa ya Kenya, hakuna mtu anaweza kuja kutudanganya. No one can come and lie to us. Hakuna. So why should you go behind when we are near to the power, unataka turudishe nyuma? When will Sifuna get this leadership? When will he get even any position in any party? Tukiongea sahi. Na asikuja kudanganya watu on social media akiambiwa kwamba go for this, which he can never even get it. Cannot even get it. And that's a fact. In fact, huyu kijana tunampatia 4 months, we never been seen anywhere in the politics of this country. Hata onekana mahali popote. Khalwala ametoka katika chama ya UDA akipiga kelele akisema nini? Leo hii unamuona mahali akisema Mwana God anatetea sijui Waluya wagani Kakamega pale Mwana God. Leo hii ako wapi? Cannot be seen anywhere. Na atapotea hivyo na atapotea hivyo kiendanga. And that's what happened in 2017 wakati aliangushwa at the Senate akienda kusimama kama governor. And the same thing will happen to Malala akifikiria kwamba will stand as a governor na atapoteza. Tufanani baraza. And that's why unasema we need to be wise enough. Na mtu kama mwingine anakuambia, mtu kama huyu wa Trans Nzoia anakuambia kwamba ati yeye ati Tawe movement. Which Tawe movement? Ya mtu Mluya. Na maana we are still insisting kwamba wewe kama ni mtu Mluya, don't follow people ambao wanakumislead. Because unatembea is going nowhere. Natembea does not even look any other position other than governorship. Haiwezi kitu kingine. Wewe unakuambia kwamba atitawe movement anaenda ku negotiate anything on the table of the power sharing in this country. Which power sharing are we talking about? Hakuna power sharing. Natembea anaenda kushia na Mkenya mwingine. Yeye anatafuta kiti yake ya governor in Trans Nzoia. Lakini anakuja kudanganya wewe mtu Mluya kwamba this government is not helping us. What Ruto has done in this country is a lot, especially kama watu wa Mluya. Ruto has done a lot mtu kutoka from Nyanza region. Ruto has employed many Kenyans from Luhyaland ambao wameajiriwa for the first time ambao Uhuru has never done so. Uhuru amekuwa akikuja pale has never given us power. Anything has never given us. Hii barabara ya Moroni ndio inajengwa ambayo inaelekea wapi? Inaelekea Western. SGR ndio hii hapa ambao Uhuru aliachia Naivasha ina benefit watu wake. William Ruto anapeleka inafika wapi? Malaba. Na wao wanataka kusimama hapa wanatuambia kwamba at one term and we are insisting. Kama uko kwa one term wewe kuja utuelezee kiongozi wako ni nani? Ndio tusikize wewe. In fact, I'm interested to leave UDA. Natamani ni support William Ruto so long as ukuja utuambie hapa huyu mtu wa one term unataka kutuambia hapa ni nani? Ututajia hapa, usikuja kutuelezea kwamba ati sisi niko one term tutawapatia mtu when is many 3 months. Why you hiding this person? Mbona mnamficha? Kama ninatembea mulete hapa. Kama ni Matiang'i kuja utuelezee kwamba we have Matiang'i. Kama mko na Kalonzo kuja kutuambia kwamba Kalonzo is our candidate. And that's number 2. Mkuja mtuelezee mko na agenda gani about the people of Kenya. Sio mama kutuambia kwamba William Samoei Ruto ni mwizi. William Samoei Ruto ameua watu. Wewe kuja utuambie agenda gani mko nayo to the people of Kenya and more so the young people ambao mnakuja kuwadanganya hapa kwamba mtakuja liberate. What are you liberating about them? Wewe kuja kutuambia kwamba we have this and this is what we are going to do. And apart from that, you have ever been in that leadership ambao unatuambia leo hii. Wewe Kalonzo umekuwa vice president, umetufanyia nini kama wewe kiongozi? So that we can listen to that person. Hii propaganda ya penitisa ya kudanganya wa Kenya, we don't want it. We want Kenyans to be told the truth. Tuambie wa Kenya ukweli. Wewe umekuwa uongozi, umekuwa serikalini, umefanyia nini wa Kenya? The only thing umepelekea watu wako ni prison pale Mwingi. Au unapelekea Wakamba prison. How about me now nikikupatia uongozi tuletea prison pale Vihiga? And that's what we want to elect you. We can't do such a thing. So I'm challenging wewe kama uko kwa one term, any other Kenya mwenye uko kwa one term akuja hapa atuelezee ni kitu gani wako nayo about the people of Kenya. Na wasikuja kutuambia mambo na wizi, wasikuja kutuambia mambo na mauaji, wakuja tuambie what they have for the people of Kenya. We listen to it. They challenge us. Kwa sababu wakati ukianza mambo na UDA tulitembea kwa Wakenya each and every corner of this country. Na tukaambia Wakenya kwamba sisi hatuko kwa hii serikali ya nusu mkate ya Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga, and we refused. Na tukatembea kwa Mkenya tukaambia Mkenya kwamba mkitupatia uongozi we are going to do this
we are going to do this, na Wakenya wakapata idea yetu na tukapata uongozi na tuko na serikali ya Kenya Kwanza ambayo inaongozwa William Samoei Ruto. Sasa wao pia watembee wa Kenya, wasigonganisha wa Kenya kwa ukabila, wasigonganisha Kenya kwa mambo ya uongo, waambie wa Kenya watafanya kitu fulani ile William Samoei Ruto atafanya. Kama ni kuajiri walimu, William Samoei Ruto ameajiri more than 84,000 teachers for the first time in the history of Kenya in a span of 2 years. Nani mwingine ameajiri walimu at that rate of employment of teachers? For the first time, we are talking about NHIF. NHIF itakuwa ikifanya kazi to all patients. Na mtu yote ambaye anaongea kuhusu mambo na SHA, in fact I want to be here today. Mtu yote ambaye ana issue na serikali akuja tuambie hapa. Tupatie comparison and we reason out between comparison about the SHA and NHIF. Kwa sababu SHA today is covering to all people ambaye hata ule mtu mwenye atajiriwa. Ukikuwa kwa hasoda, you can register kwa SHA na ulipe polepole. NHIF ilikuwa inaajiri hapo mtu kulipa polepole. Na wacha na hiyo. According to NHIF history, mtu mwenye alikuwa ameajiriwa wa almost 12 million Kenyans. Leo hii over 22,000 million Kenyans kwa amejiandikisha kwa SHA. Alafu unatupigia kelele hakuna SHA inafanya. Wewe hujajiandikisha kwa SHA au hujajiandikisha benefit of the SHA, wewe unasema SHA is not working. And we want us to listen to that one. Wa Kenya nataka tuelezane ukweli, wana ukweli tupo ambao tunaona hapo Kenya. And we must say the truth. In Western Kenya, more people have been employed as permanent and principal secretaries. We have the ministers, we have the speaker, we have the foreign ministry, and so many Kenyans. We have our own son Benson Ingonga for the first time at the DPP. Alafu unakaa hapo unasema kwamba at William Samoei Ruto aliahidi Waluhya 30% Waluhya watapewa. Nataka kuongea on behalf of the people of the Luhya ambao wako na doubt about the death of William Samoei Ruto. I want to say this. Sisi kama Waluhya, our 30% of the leadership of the William Samoei Ruto, we have it. And we have it, tumeshaipoke. Tumeelewana? Kwa hivyo nikimalizia, nataka want to tell the people of Kenya kwamba let us remain in 2 term. We are in 2 term. We are supporting William Samoei Ruto come 2027 kwa sababu we want to finish the project, the development project ambao William Samoei Ruto ameanzisha. Wale wengine ambao wako na a different ideology on the same, wakuje watuelezee wao wako na agenda gani, wako na issue gani, wanataka kufanyia nini wa Kenya. We buy the idea. And again, wasifiche huyo kiongozi wao, wakuja tuelezee kiongozi wenu fulani mnakutana naye kwa debe, sote tuanze kujipanga naye mapema, pia tunataka tumjue, tuanze kumtambua mapema. Kwa hivyo nataka kuomba Wakenya wote mahali popote mlipo, tafadhali tunaomba kwamba let us remain in 2 term, let us support William Samoei Ruto, and that's where we are. Msikuja kudanganywa na watu ambao wananunuliwa huko kando. Ule mtu akuja kununuliwa huko kando na kudanganya kwamba ati is against the government, na yeye amepewa pesa kidogo ila kuja oppose the government. We are not there. We are not there. Thank you.